Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Huwezi kuzoea madhabahu, kwa hiyo bado nasikia kutetemeka. Basi kama alivyosema moderator, leo tuko katika Samueli wa kwanza mlango wa 10. Chapter yetu ya 10 au sura yetu ya 10 ina mistari 27. Tulitamani ingeweza kuisha leo, lakini tumeigawa mara 3. Kwa hiyo tutaenda vile ambavyo Roho Mtakatifu atatuongoza. Tutaanza na mstari wa kwanza mpaka wa 9, and then sehemu ya pili tutakwenda 10 mpaka 16, vile Roho Mtakatifu atakavyotuongoza. Tukipata nafasi tutamalizia 17 mpaka 27, mistari 10 ile ya mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Basi kama ilivyo ada yetu, ninaomba niende through a recap ya kile ambacho tumejifunza majuma mawili yaliyopita tulipokuwa tuna mtumishi akituongoza Sister Ima. Tujikumbushe tu alitufundisha nini. Tuliona ambavyo Mungu anafanya kazi kupitia mazingira ya kawaida, very simple kabisa. Unaweza ukadharau punda alipotea, na Mungu alitumia ili kuweza kutimiza kusudi lake, kufanikisha kusudi lake la kuchagua mfalme. Pia tuliona kinachoonekana kama usumbufu mara nyingi inakuwa ni appointment ya Mungu, ni miadi ya Mungu. Mungu alifanya yule apotee ikawa kama usumbufu, lakini Mungu alitaka kutimiza kusudi lake. Pia tunamuona Sauli akitambulishwa kama kijana, kama mwenye kuvutia kwa nje, lakini bado alikuwa hajui kuhusu mpango mkubwa wa Mungu. Pia tunaona Mungu anaandaa viongozi kabla ya kujua yule ambaye anaandaliwa, kwa kuwa anaandaliwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Pia tukaona kwamba mtumishi ana jukumu kuu. Mungu mara nyingi hutumia watu wasioonekana ili kuendeleza makusudi yake. Pia nikasema ambacho tulijifunza, kutafuta msaada wa kivitendo kwa muonaji. Walienda kwa muonaji, huwa ni mlango wa kuelekea kwenye mwongozo wa kiroho. Kwa hiyo there's no harm, lakini siku hizi sisi muonaji ni Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu. Pia tukaona Mungu anafunua mpango wake kwa Samueli kabla hata ya Sauli kufika. Kwa hiyo ukuu wa Mungu mara nyingi unatangulia hatua ya mwanadamu. Pia tukaona Mungu huwa anapanga, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Wakati alipomwambia kwamba wakati kama huu, kama kesho itakuwa hivi na hivi. Pia tuliona nyakati za faraga za maandalizi mara nyingi huja kabla ya mwinuko ule wa watu wengi. Tukaona unyenyekevu wa Sauli na wazo la kutoka katika kabila dogo ambavyo alikuwa anajiona ni mdogo. Uongozi huanza na utii na usikivu na sio msimamo. Pia tukaona chaguo la Mungu huwa linategemeana na makusudi yake na sio mifumo ya wanadamu. Na pia tukaona mvutano kati ya muonekano wa nje na utayari wa ndani wa yule mtu ambaye alikuwa ametumiwa. It was a complex chapter. Sura alituongoza Sister Ima, Mungu akubariki sana. Basi leo kama nilivyosema, tunakwenda kwenye Samuel 10. Nini tutakwenda kujifunza katika Samuel 10? Tutakwenda kuona ina rekodi harakati za kutoka nao kwenye utawala wa uongozi wa kinabii kwenda kwenye ufalme. Kumbuka kipindi chote Israeli walikuwa wanaongozwa na viongozi wa kiroho. Now for the very first time tunakuona kwamba wana move nao kwenye kingdomship, kwenye ufalme, na Sauli akichaguliwa kuwa wa kwanza, na tunaona kwamba anawekwa wakfu kuwa mfalme wa kwanza wa Israeli ni mwaka wa 11 kabla ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia tutakwenda kumuona Mungu anavyothibitisha uongozi wake, uongozi kwa mteule wake ambaye ni Sauli mwana wa Kishi. Alafu tutaona Mungu anavyoandaa kiongozi kupitia Roho wake Mtakatifu. Na pia huu ni mwanzo wa safari ya Sauli kama mfalme. Ni mwanzo wa safari ya Sauli kama mfalme wa taifa la Israeli. Kama tulivyosoma mwanzoni kwamba huyu mtu anatoka kwenye kabila la Benjamini. What you are seeing katika screen yako ni jinsi ambavyo walikuwa wamekaa ile makabila 12 ya Israeli ambayo ni Yakobo. Benjamin ilikuwa katikati kabisa. Kumbuka walivyokuwa wamepangiwa makabila wale wana wa Israeli, alivyokuwa amewapanga Musa, alafu baadaye akaja akatimiza Yoshua wakati wanavuka River Jordan. Walipangiwa, kila mtu alipangiwa watakaa sehemu yao. Tunaona Benjamin walikuwa karibu na kabila la Dani, katikati kabisa ya Israeli. Tunaona kina Naftali, kina Asha, etc. Mtakuja kuangalia kwa muda wenu. But here hapa katikati ndipo lilipotokea sio kaburi, kabila la Wabenyamini ambalo walikuwa, kama mnakumbuka, alikuwa ni last born wa Israeli ambaye ndiye Yakobo. Bwana asifiwe sana. Basi baada ya kusema hivyo, nitaomba Sister Victoria, if you are there, if you can help me kusoma mstari wa kwanza mpaka wa 9. Karibu Sister Victoria. I hope you are there, sijaangalia. Nipo mtumishi. Karibu mtumishi, unisaidie. Asante.
Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mstari wa kwanza Amen. anasema, ndipo Samueli akatwaa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake, akambusu akasema, Je, Bwana akukutia mafuta uwe juu ya watu wake wa Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako na kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Mstari wa pili anasema, utakapoondoka kwangu leo utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benjamini huko Selsa, nao watakuambia, punda hao waliokuwa unawatafuta wameonekana, na tazama, baba yako ameacha kufikiria habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Mstari wa tatu, kisha atakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe, watakwea kumwendea Mungu huko Bethari. Mmoja atachukua wanambuzi watatu, na mwingine atachukua mikate mitatu, na mwingine atachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwao. Mstari wa tano anasema, baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Haleluya. Mstari wa sita anasema, na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitapokutokea, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Mstari wa nane anasema, nawe utatelemka mbele yangu mpaka Gilgali, nami angalia, nitakutelemkia huko, ili kutoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja sadaka za amani. Siku 7 utangoja hata nitakapokujia na kukuonyesha yatakayokupasa kufanya. Mstari wa 9, ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikamtukia siku ile ile. Amen. Haleluya. Asante sana mtumishi wa Mungu. Basi moderator, naomba nikukaribishe. Amen. Kama ilivyo kawaida yetu, mwenye point ninaomba unyoshe mkono ili tuendelee. Karibuni. Karibuni mwenye pointi za kuchangia. Hakuna mikono au ni laptop yangu? Karibu Sister Victoria. Umejimute. Sister Victoria. Sijui kama nimejimute, samahani. Nataka kuongelea kuhusu mstari wa pili. Mstari wa pili hapo anaposema kwamba punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana. Kitu ambacho nimejifunza hapo kwamba sometimes tunakuwa tunaenda katika kufata njia zetu au tunafata mambo mengine, lakini kama Mungu ametuita tumtumikie, hata yale ambayo yanatubodha ili tusimtumikie, Mungu ana sort out problem zetu. Ndio hicho kitu nilichojifunza. Ninafikiria Mungu ananifundisha kitu kwamba when you say yes to what he has called you to do, huwa ana take care of your other problem. Ndio kitu ambacho ninajifunza. Unaona, sometimes hata tunapokuwa tunapita magumu, sio hata katika njia ngumu,
kuna kitu ambacho nilijifunza wakati nasoma kitabu cha Ayubu, kwamba hata siku ambazo Mungu alikuwa amenyamaza ni kwamba alikuwa katikati ya yale matatizo, lakini ni kwamba Ayubu alikuwa haoni. Tukisoma Ayubu 17:11 anasema siku zangu zimepita, makusudi yangu yamevunjika. Ni kwamba alikuwa amevunjika na, yani tukisoma huko kote kwenye Ayubu mwanzoni mpaka anafika mstari wa 38 Mungu alikuwa amenyamaza, lakini sio kwamba alikuwa amemwacha, alikuwa na yeye. Ilivyofika chapter ya 38 Mungu ndo alipojibu. Hapo ndo tunamuona Mungu anajibu, anaanza kumuuliza Ayubu maswali magumu, na hiyo inatuonyesha kwamba either mabaya mazuri, mahali popote tunapopita, tunapomtegemea Mungu anakuwa nasi, unaona. Na sometimes huu mstari unanifundisha kwamba tunapokuwa tunafikiria tumefocus kwenye matatizo au kwenye kitu fulani, Mungu atakiondoa tu kwa ili atimize makusudi yake kwetu. Haleluya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Karibu Sister Jane. Naona itakuwa internet imemtoa. Okay, basi karibu Sister Belinda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka kuchangia kitu kidogo tu wakati Sister Jane anarudi tena hapo. Kwenye mstari huu wa kwanza pale unakosema wakati Samueli amemmiminia mafuta, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Ninakumbuka kwamba nimekuwa reminded kwamba mamlaka Mungu ndo ambaye anayaweka. Of course pale mbele akamwambia, kisha hii itakuwa ishara ya kwako ya kuwa Bwana ndio amekutia mafuta. Ukisoma kwenye Romans 13 chapter 13 verse 1 inasema kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Kwa hiyo anayekuwa ameiasi mamlaka anakuwa anashindana na agizo la Mungu. Sometimes tunaweza tukawa tunapita kwenye conditions mbalimbali ambako mamlaka ambayo iko inakuongoza unaweza ukawa una grievances nayo somehow, lakini mwisho wa siku tunatakiwa tukumbuke kwamba mamlaka yoyote iliyoko ni Mungu ndo ambaye ameiweka kwa makusudi aliyo nayo kwa katika nyakati hizo. Basi Mungu atusaidie kwamba tusiwe tunanung'unika sana tu, basi Mungu atusaidie tuwaombee au walioko kwenye mamlaka ili makusudi ya Mungu yakapate kutimia, instead of kunung'unika alafu tunakuwa tumejiingiza kama kumnung'unikia Mungu sasa. Amen. Amen. Ubarikiwe. Basi kabla sijamwambia mwalimu aendelee, na mi point ambayo nimeiona hapo ni kwamba Mungu ni mwaminifu, amemtumia mtumishi wake Samuel kumpa tuseme unabii au maelekezo ambayo naamini kabisa kwamba hata sisi tunapokuwa tunataka kufanya kitu tukimwomba Mungu na tukamsikiliza, huwa tunapewa instructions, na pale ambapo tukizifuata instructions tunakuwa sawa, lakini tukikosea tena inakuwa ni shida. Lakini umeona Mungu alivyo mwaminifu kwamba ameweza kumwonyesha Sauli kile ambacho anataka au ambacho anajua kwamba kitamtokea mbele. Kwa hiyo ngoja niishie hapo, naona Jeni amerudi. Karibu Jeni, uendelee. Karibu Sister Jeni, uendelee. Bwana Yesu asifiwe. Samani na internet yangu niko barabarani. Sasa kuna ilikata, kama point imeongelewa mtaniambia niitoe. Mimi nimeona kuna ile mstari wa kwanza kupakwa mafuta. Tumeona kitendo cha kupakwa mafuta ni kitendo cha kiroho ambao mpaka sasa hivi bado kuna makanisa bado ambayo anatumia na kuna makanisa mengine hayatumii, lakini nimeona katika kupakwa mafuta ni kutengwa kwenye kazi ya Mungu ambayo inaendana kama kutiwa nguvu, au ndio Roho Mtakatifu mpakwa mafuta wa Bwana linapokuwa. Kwa hiyo tumeona hii ndio hatua ya kwanza Samueli ambayo anakutana nayo, na sisi tunaweza tukapata hiyo neema ya kupakwa mafuta. Kwa hiyo tujitambue kama tunapopakwa mafuta tutakuwa tumetengwa kwenye kazi maalum, kwa sababu kuna kupakwa mafuta kabla kwenye uongozi, kupakwa mafuta katika huduma unayoitumia. Kwa hiyo tunapokutana na hiyo hali, tuendelee kuyanyenyekea mafuta na kuamini kwamba tumetengwa kwenye kazi ya Mungu. Umeona?
And kingine tena, pointi ya pili, nimeona hapo kuna ishara zile tatu ambazo ameambiwa nani Sauli atakutana nazo. Kuna ile ishara ya kupata punda au punda aliopotea, kupewa mikate, umeona na kukutana na manabii. Kwa hiyo vitu vishafika kama mara tatu, ni Mungu mwenyewe anaongea uthibitisho, labda niongee hivyo. Alafu kuna hii kwamba Sauli akageuzwa moyo wake. Hata sisi tunamtumikia Mungu, hatuwezi wikawa the same people kama tulivyokuwa huko before. Naamini tunavyoendelea na hii safari yetu ya kusoma neno, kumtafuta Mungu, na Mungu bado anaendelea kutubadilisha mioyo yetu. Tumeona kwa Sauli hapo, na sisi tunaamini vile vile Mungu anaendelea kututengeneza, anaendelea kutufinyanga. Alafu nimeona hiyo kwenye mstari namba 8, Sauli anapewa maelekezo na Samueli. Kwa hiyo hata na sisi kuna muda tunapewa maelekezo. Mungu atupe neema ya kuyabeba, Mungu atupe neema ya kuyatii. Naomba niishie hapo. Barikiwe na Bwana. Amen. Amen, ubarikiwe sana. Karibu Sister Ayu, alafu Victoria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona Amen. kabisa mwanzoni Sauli alikuwa hajiamini kwa sababu ya kabila amelotoka lilikuwa halijawahi kutabiriwa kwamba atatokea mfalme. Wakati anapewa maelekezo alikuwa haamini, na katika ili kutaka aamini na kuweza kutiwa moyo, ndio maana Samueli anamwambia atakao kutana nayo ambayo itakuwa kama ishara. Na tunaona kabisa katika Wakorinto wa kwanza ile 14:22 inatuambia ishara ni kwa ajili ya wasioamini. Kwa alipewa hizo ishara ili aamini kwamba ni Mungu amemtuma aweze kuwa mfalme, na pia kumtia moyo. Na tunaona pia Musa pia alipewa ishara ili aamini kabisa ni Mungu amemtuma na atakuwa pamoja naye. Kwa hizo ishara zilimsaidia pia na zimtia moyo mtume Paulo Sauli, ili aweze kuwa jasiri na aweze kujua kabisa Mungu atakuwa pamoja naye katika huo utumishi wake. Naomba niishie hapo, asante. Amen, ubarikiwe. Amen. Hallelujah. Karibu Sister Victoria. Asante moderator, naona pointi yangu imeongelewa. Asante. Amen, ubarikiwe. Karibu Sister Belinda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nimeona hapa nini like nguvu ya maneno. Utakumbuka wakati tunasoma chapter 9, Sauli alikuwa anamwambia yule mtumishi wake kwamba turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi. Ni maneno ambayo aliyatamka. Biblia inatuambia kwamba maneno yana nguvu. Mauti na uzima viko kwenye uwezo wa ulimi. Kulingana na kwa wale wanaopenda watakula matunda yake. Tunaona kweli haya mambo yanakuja kutokea, na baba yake amekuja kuyatamka haya maneno akisema kwenye ule mstari wa pili mwishoni pale, baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema nifanye nini kwa ajili ya mwanangu. It is exactly kile ambayo Sauli alikuwa amekiongea. So kuna maneno sometimes najifunza kwamba sometimes tunaweza tukawa tunaongea maneno in vain, whether tulikuwa tunaongea tunataka kuchekesha watu au tuendane na grupu tulilopo, lakini the effect is still the same kama ambavyo umeyatoa. Maanake Biblia inatuambia haya maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno ni roho. It doesn't matter ulilitoa kwa wakati gani, basi litaenda kutenda kile ambacho ulikuwa umekitamka kwa wakati huo. Na kitu kingine nimekiona hapo baba huyu alipokuwa anauliza nifanye nini kwa ajili ya mwanangu. Nikakumbuka tu sometimes tunaweza tukawa unakutana na challenge fulani kwa mtoto na nini. Mara nyingi oftentimes tunakimbilia kwa wanadamu wenzetu kuuliza au kutaka kupata experience ya mtu na nini, alafu kumbe tunasahau kumbe ili swali tutakiwa tumuulize Mungu. At least alikuwa ameuliza kwamba nifanye nini kwa ajili ya mwanangu. That is the first step. Badala ya kuiacha tu whatever it was happening, asitake kutafuta msaada. Lakini basi tukumbuke ili swali ni vyema tukamrudia Mungu, kumuuliza Mungu, nimeona 1, 2, 3. Je, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Alafu tusikilize maelekezo ya Mungu. Akitupa hiyo neema ya itakuwa much better. Amina. Amen. Amen.
Rebecca, ulikuwa umenyosha mkono au point imeongelewa? Okay, basi nikukaribishe mwalimu, karibu uendelee. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa Amen. naandika vitu mnavyovisema. Nawashukuru sana Sister Victoria, Sister Belinda, Sister Joyce, Sister Jane, Sister Ayua, alafu tukamaliza na Sister Belinda. Mungu awabariki sana, nashukuru. Na mimi nitaongea kile ambacho nimejifunza katika hii mistari. Niliandika verse by verse kutokana na vile Roho Mtakatifu alikuwa ananielekeza. Mstari wa kwanza unaona Samueli anasema anatoa kichupa cha mafuta alafu anayamimina kichwani pake akambusu. Zote hizi ni signs na kumwambia, je, Bwana hukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli, nao utamiliki watu wa Bwana, kuwaokoa na hivi na hivi. Tunachojifunza hapa, tunamuona kwamba Sauli anapakwa mafuta faragani, sehemu ambayo sio open, na nilichojifunza ni kwamba Mungu huanza kazi yake kwa siri kabla ya hadharani. Mara nyingi mambo ya Mungu yanaanza taratibu, afu baadaye yanakuja in the open. Hata utumishi saa nyingine Mungu anaanza wengine taratibu, anaanza kukutumia taratibu, by the time anakupeleka katika hadharani, anaona mtu yule ameshakomaa au anaona kwamba ni wakati sahihi wa Mungu kuweza kuachia. Kingine ambacho nimejifunza, mafuta. Samueli, unaona kwamba Biblia inasema ametoa kichupa na amewekwa wafu kutumia chupa. Wakati unajua kwamba wafalme wengi including Daudi walitumia hone. Hone ni nini? Pembe. Lakini huyu unaona kwamba anatoa kichupa anamimina kwenye kichwa cha Sauli. Chupa ni kitu cha muda kilichoandaliwa na mwanadamu, tofauti na wafalme wengine, na ina signify actually ufalme wake unakuja kuwa ni ufalme wa aina gani, tofauti na Daudi ambaye aliwekwa mafuta mara 3 akiwa na 17, alafu baadaye awe mfalme wa Yuda, alafu baadaye Israeli nzima. Lakini kote ukisoma pembe ilitumika, pembe, na pembe inatokana na pembe is from an animal. Mara nyingi walikuwa wanachukua either mbuzi au ya kondoo, ndio mtu anakuwa yanawekwa mafuta, mfalme anawekwa. Ilikuwa ina signify kitu tofauti sana, kwa sababu pembe inatoka kwa an animal imetoka straight kwa Mungu, unlike chupa ni kitu. Ukisoma kwingine wanasema a bottle, wengine wanasema a plastic bottle, but it's something that is made out of a human hands. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni temporary. Kwa hiyo unaona kabisa huu ufalme unakoelekea hakikuwa kusudi la Mungu. Na pia kama tulivyosema kwamba ishara Samueli anambusu, haikuwa tu busu ya kawaida. Maana nilikuwa nauliza Roho Mtakatifu kwa nini alimbusu. Kumbuka kule mwanzoni kabla Samueli alikuwa anabishana na Mungu, alikuwa anataka kwanza watoto wake wawe wafalme kama ilivyokuwa desturi. Ilikuwa mtu ukitoka wanachukua, kama ilivyokuwa kwa Eli Mungu alimuondoa yeye na watoto wake, lakini ilikuwa kama Eli asingekuwepo watoto wake wangechukua. Kwa hiyo it was obvious for Samuel kama sio yeye basi watoto wake wangeendelea, lakini walikataa wana wa Israeli. Kwa kulikuwa kuna ile strife ndani yake. Kwa unapoona ile ishara ya kubusu, mara nyingi ilikuwa ni ishara ya kukubaliana na mapenzi ya Mungu na kujisalimisha kwamba yes, I also accept you as my king, kwa sababu alikuwa ni mfalme pia kwa Samueli. Na pia tunachojifunza ni kwamba ufalme wa Sauli uliruhusiwa na Mungu, lakini hayakuwa ni mapenzi yake kamili, hayakuwa ni mapenzi ya Mungu, na tutakuja kuona huko Mungu anasema ninajuta. Na kitu kingine ambacho nimejifunza, sio kila anointing au upako rather unaonesha mapenzi ya Mungu. Mungu anaweza kuruhusu jambo bila kuliridhia. Unaweza ukang'ang'ania kitu, mimi namtaka mtu huyu, nataka hichi. God will give you and your heart will be celebrating, but in the end, is it the will of God? And this is what is happening here. Unaona Mungu ameruhusu kitu kutokea, lakini mwishoni mwa siku it was not his will. Ilikuwa ni kwa sababu watu wamelalamika, watu wameng'ang'ania, kwamba Mungu akasema okay, wapi? Hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Nimeweka scripture reference, sitasoma zote. Hosea 13:11 inasema, nimekupa mfalme katika hasira yangu. Unaona, nimekupa mfalme katika hasira yangu, nikamuondoa katika ghadhabu yangu. Mungu alikuwa anamuongelea Sauli. Na pia 1 Samuel 16:13 inaonekana ambapo Samuel alimtia mafuta Daudi. Anasema ndipo Samueli akatoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, the first anointing to David. Anasema na roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu. Tangu siku hile roho wa Bwana hakuondoka ndani ya nani? Hakuondoka ndani ya David, which was different. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama.
Bwana Yesu asifiwe. Tukienda mlango wa pili, mstari wa pili mpaka wa 3 unasema zile ishara alizokuwa anaongelea. Kuna mtu ameongelea kuhusu signs will follow. Somebody spoke about it. I need to go back to my notes. Lakini unaona ambavyo wanasema utaondoka kwangu leo utakutana na wanaume wawili katika kaburi la Raheli. Jamani, mnaposoma Biblia nimejifunza kila kitu kinachotajwa kina maana. Kwa hiyo Mungu atufungulie, aondoe mihuri tuweze kuelewa, na mimi mwenyewe nikiwemo. Anasema utakutana na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benyamini huko Selsa. Nao watakuambia punda huyo uliokwenda kumtafuta ameonekana. Tazama baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu. Na akisema nifanye nini kwa ajili ya mwanangu, kama alivyosema Sister Belinda. Kisha utakwenda mbele kufika katika mwaloni mwa Tabori, na hapo watu watatu, nasikia watu watatu watakutana nawe wanaokwenda kumwendea Mungu kwa Betheli. Mmoja amechukua wanambuzi watatu, si namba 3 and then 3 tena. Watu watatu, wanambuzi watatu. Mwingine amechukua mikate 3, another 3. Mwingine anachukua kiriba cha divai. All these things zina maana katika ulimwengu wa roho. So katika hapa inajibu swali ambalo Sauli ya kuuliza verbally, perhaps in the spirit, niliandika hapa, where God appoints, mara nyingi he confirms with various signs. Kuna mtumishi mmoja hapa amesema dakika 2 zilizopita, and where he confirms, he provides step by step, kwamba itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Na mara nyingi watumishi ambao wamekaa vizuri na Mungu utawasikia wakiongea, anasema Mungu alinionyesha hiki, alinionyesha hiki. Nitatoa ushuhuda. Wakati naanza kuandika devotion nilikuwa naomba morning glory. Kuna siku niliandikia hichi kitu, as I was praying nikapelekwa kwenye Habakuki. Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa, katikati ya miaka tangaza habari zako. Nikaganda hapo, tangaza, nikawa sielewi. Niliomba for 1-2 hours, tangaza. Baada ya siku 2 nikapelekwa kitabu cha Yohana. Yohana amekutana na Yesu, ufunuo wa Yohana, alafu anamwambia andika kwa habari hii. Nikaganda, andika. Unajua, yani wiki nzima maombi ni hayo tu, tangaza, andika, tangaza, andika. Siku hiyo nimelala, nikakutana na Yesu. Nimelala, akanitokea, nimekaa kwenye coach, kwa watu nilishawasimulia. Akanitokea na smile, sikuelewa. Nikawa najaribu kuinuka, siwezi kuinuka kwenye coach, lakini I saw him na alivyovaa. Baada ya hapo ndani yangu nikaambiwa, andika na tangaza habari zangu, muda ni mchache. So I woke up, nikaandika, nikasema naandika nini? Then zikaanza kuja ndani yangu kwamba this is how you do it, this is how. So unaona Mungu akianza anakupa signs, anakuelekeza on how he wants to do it. This is how it happened to me. Kwa hiyo naona hata kwa Sauli naye alikuwa anapewa hizo signs, providing step by step. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Basi kingine tunaona kaburi la Raheli linatajwa. Kaburi la Raheli tunajua alikuwa ni bibi yake Sauli. Alikuwa ni bibi yake Sauli, linatajwa. Kwa nini linatajwa? Mimi niliona pale kama vile ni kumbukizi, kumuonesha kwamba it has support from your ancestors as well. Inaonesha kuwa wito wake wa ufalme uko tied to his lineage. Mtanisamehe kwa sababu nimechanganya lugha, lakini ni ishara kuwa Mungu hajasahau alipotokea. It was also an assurance from God on the lost sheep. Alipokuwa anamwambia hivi, Mungu alikuwa anatoa assurance. Tunaona pia mentioning ya Bethel. Tunajua Bethel ni nyumba ya Mungu, mahali ambako Yakobo, pia ukirudi nyuma, Yakobo ni ancestor wake, alikutana na Mungu akiwa anaenda en route to his uncle Nabali, na that is where God affirmed his covenant. Kama mnakumbuka tulivyosoma kwenye Genesis, it was also a sign kwake yeye kuelewa kwamba God is with you. Sasa utakapofika Betheli, hichi ndio kitakachotokea. Huko Betheli utakuta mtu ameshika hivi, ameshika hivi, ameshika hivi. Mungu alikuwa anajaribu kuaffirm his covenant. Na kama nilivyosema, anasema utaona watu watatu, mbuzi watatu, mikate 3. Namba 3 kwenye maandiko ni ishara ya confirmation na completeness. Completeness. Kwa kinywa, neno la Mungu linasema katika Kumbukumbu 19:15, kwa kinywa cha watu 2 au 3 Mungu huthibitisha neno lake. Na pia tunaona anasema utakuta wanambuzi watatu. Mbuzi walitumika kwa ajili ya sadaka ya wakfu na pia kwa ajili ya sadaka ya ondoleo, kama unakumbuka wakati wa Musa. Na tunaona mikate pia ni sign ya provision or sustenance, life for the journey, from God. Unakumbuka Elia alilishwa na
Kunguru alilishwa na malaika pia, alilishwa on his way. So this was also sign, Mungu anakuambia where I lead you I will provide. Hallelujah. Pia tunaona kwamba Mungu alivyokuwa anafanya vile, Mungu alikuwa anatatua mahangaiko ya Sauli kabla ya kumpa wito. Mungu alikuwa anajaribu kutatua kwamba yani, ulikuja huku, hata kama nikisema nakupa mfalme, if I have not given you what I want what you want, huwezi kufanya kazi yangu. Na ndio maana cha kwanza alichoambiwa, punda amepatikana, ili kuweza kuallay his fears. Nakumbuka mimi wakati I was praying for my son, nilikuwa nahangaika sana, yani Mungu anataka nifanye kazi yake, wakati mimi mtoto wangu yuko hivi, Mungu hivi na hivi na hivi. Kuna siku Mungu akaniambia, mlete madhabahuni kama Isaka, mlete Isaka wangu. Tulikuwa tunagombana, niko prayer room, na hata hapa leo niko prayer room, ndio mahali ambako wanaongea na Mungu. Akaniambia mlete. So mwishoni mwa siku, yani kwa uchungu, nikamwambia Mungu, namwacha madhabahuni hapo, namwacha huyo Isaka wako. So from there nikapata peace, na mtoto akaishia kupata kazi. Nini Mungu alisema? Mlete, leave it with me, alafu deal with my job, mimi nitafanya mengine. Na ndicho kinachotokea hapa. Anaanza kumwambia kwanza kabisa, watakuambia punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na baba yako ameacha kufikiri habari za punda. Kwa hiyo go and tell him the good news, lakini kile wanachokitafuta, stop worrying, focus on God now. Soma Matthew 6:33 inasema, seek first the kingdom of God and his righteousness. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mengine yote hayo, punda and everything, nitakuzidishia. Bwana asifiwe sana. Ndio nimeandika hapa, Mungu anatatua mahangaiko ya Sauli kabla hata kumpa ule wito wake. Mwanadamu usipomtatulia utahangaika, na Mungu anatujua tulivyo. Pia huwezi kubeba majukumu mapya ikiwa una hofu ya mambo ya kale. Mungu hutengeneza mazingira kabla ya kumuinua mtu, na pia kuna hatari ya kuingia katika wito ukiwa bado umefungwa na hofu ya mambo ya kale. Sio rahisi watumishi, kama unajua kwamba una njaa alafu unakwambia ufanye kitu fulani, sio rahisi kabisa. Na ndio maana hata Mungu alimwambia Elia, nenda sehemu fulani, nimemwamuru akulishe ili ufanye kazi yangu. Mstari wa 4 anasema, Bwana asifiwe, nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nao utaipokea kwa mkono wao. Sasa nilikuwa najiuliza, si kama mmeipika watumishi wa Mungu. Anasema utawakuta wameshika mikate mitatu, lakini watakusalimu na kukupa miwili. Why not all three? Nao utaipokea mikononi mwao. Kama nilivyosema mwanzoni, tunajifunza mkate ni divine provision and also sign of fellowship. Mungu huthibitisha wito wake kukupa divine provision, lakini pia riziki hufuata utii, si tamaa. Si ndio? God will feed you on the road he sends you on. Nikaandika, alipatiwa mikate miwili na si mitatu. Ni ishara ya kuwa Mungu hutumia watu kukuhudumia, lakini huwezi kumpangia Mungu. Pia inamuonyesha kwamba uongozi una majira ya kupokea na si kutawala tu, na pia anafundishwa kumtegemea Mungu na si wanadamu. Vitu ambavyo nimeviandika hapa katikati ya wiki. Anafundishwa kumtegemea Mungu, si wanadamu. Unaweza ukatamani vitu vitatu, lakini Mungu anasema I'm giving you one. Just do with one, alafu vingine nitegemee mimi. Na ndivyo ilivyotokea hapa. Tunaona katika scripture reference, nitasoma moja tu katika Zaburi ya 37 mstari wa 25 unasema, na alikuwa kijana sasa ni mzee, lakini sijawahi muona mwenye haki ameachwa. You remember the story ya kunguru pia ambavyo Elia aliweza kulishwa. Mstari wa 5 mpaka wa 6 unaona kwamba anasema ukifika Gibea ya Mungu palipo na ngome wa Filisti, anasema utakapofika utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu wenye kinanda na tari. Anasema alafu roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu na utatabiri pamoja nawe. Nakumbuka hata Daudi tumesoma mwanzoni kwamba roho ya Bwana alimjilia kwa nguvu. It is the same thing kwamba roho wa Bwana anasema nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Nilichojifunza ni kwamba Sauli sasa anaingizwa katika mazingira ya kiroho na kubadilishwa kwa ajili ya kazi. Where God sends you, usually he will equip you. He will equip you for his job. And this is what is happening hapa. Unamwona God equipping him for his job. Kwamba utafanya kazi yangu, utakuwa hivi. Na mabadiliko haya ambayo yalitokea kwa Sauli ni ya nje, sio ya ndani na ya kudumu. Tutaona huko mbele Sauli alikuwa mfalme wa aina gani, lakini hakupewa mabadiliko yale ambayo kama yakitokea kama sasa hivi Roho Mtakatifu akienda, you start changing from inside, alafu inakuja ku reflect nje. But for him it was a temporary. This is what I gathered. Na pia inakuonyesha kwamba unapewa Roho Mtakatifu ili uweze kumsikia Mungu. Kama ukiwa kama mfalme, remember neno la Mungu linasema tumefanya kwa ukuhani wa kifalme kwenye Ufunuo, ili tuweze kumsikia Mungu. Ili uweze kuwa mfalme, ili uweze kuhani, lazima uweze kumsikia Mungu anasema nini. Bwana asifiwe. Amen. Pia
uzoefu wa kiroho hauchukui nafasi ya tabia ya kiroho. Unaweza ukawa mzoefu wa kiroho lakini usiwe na tabia za kiroho pia. Tutakuja kuona huko mbele. Na pia mazingira yanaweza kubadilisha mwenendo, lakini moyo uliopondeka na utii hudumisha mabadiliko. Neno la Mungu linasema katika Matendo 8:9, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia Roho juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kwa ajili ya kazi. Na pia Matthew 7:22-23 inasema, wengi wataniambia Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Ndipo Mungu atawaambia, sikuwajua nyie. Nasema hii tutakuja kuyaona huko mbele wakati tunamuongelea huyu mtu. Mstari wa 7 anasema, fanya chochote mkono wako utakachopata kufanya. Nikapiki pale, kwa kuwa Mungu yupo pamoja nawe. Mungu yuko pamoja nawe, fanya chochote. Nikajifunza pale kwamba fanya maamuzi bila kuchelewa wakati neema ipo. Unajua anaposema kwa kuwa Mungu yuko pamoja nawe, ina maana kuna time frame pale. Fanya, muda ule ukifika pale, Roho akikujia, do whatever you are supposed to do because God will be with you. What will happen next tutakuja kuona huko. So neema ya Mungu inadirisha pia. Ukichelewa, fursa pia inapotea. We have seen it happening kwenye Biblia. Mungu hupenda utii wa haraka, kama alipomwambia, anasema fanya chochote mkono wako utakachopata kufanya, kwa kuwa Mungu atakuwa pamoja naye. Mungu hupenda utii wa haraka. Tunamuona Moses ambako hakufanya ile circumcision, ile covenant. Mungu akataka kumuua. Mungu anapenda umtii. Ukishajua kwamba anataka kitu fulani, fanya. Omba neema ya kufanya. Unaona, wimbo ulio bora 9:10 inasema, lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala maarifa huko kuzimu. So the time we've been given is very limited, watumishi. Muda huu ndio wa kufanya, tusisubiri kesho unapokuwa tunatumwa. Okay? Mstari wa 8 mpaka wa 9 anamalizia, anamwambia utashuka Gilgali, na angalia nitakutelemkia huko ili kutoa sadaka. Within time. Yes, 1-9. Ili kutoa sadaka ya kuteketezwa na kuchinjwa. Anasema sadaka ya kuteketezwa, nimegundua hii Ijumaa wakati nasoma ofisini. Ili kutoa sadaka ya kuteketezwa na kuchinja sadaka ya amani. You see the difference? Sadaka ya kuteketeza unatoa, sadaka ya amani unachinja. Nilikuwa namuuliza Roho Mtakatifu, nikasema what is this? Siku 7 utangoja, 7 days. Hata nitakapokujia na kukuonyesha yatakayokupasa kufanya. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zikatukia siku ile ile. Bwana asifiwe sana. I love this chapter. Tunajifunza kwamba alitoa sadaka ya kuteketezwa. Kwa nini hii anaambiwa atoe? Kwa nini hii anaambiwa achinje? Alafu sadaka ya kuteketezwa ni sadaka ya kujidhabihu. Nilibidi nifanye research. Ni sadaka ya kujidhabihu mbele za Mungu, signaling broken and contrite heart. When you go before God, anasema that he will not despise. Hiyo Mungu haidharau. Pia inaashiria ufalme wako lazima uanze kwa kujitoa kwa Mungu. Na pia alichinja sadaka ya amani. Ile nyingine alitoa, hii alichinja. Sadaka ya amani ina signal au inaonyesha fellowship with God, na pia uhusiano mzuri na Mungu. Kumbuka ufalme wake ulitokana na watu na si Mungu. Kwa hiyo Mungu bado alikuwa na kitu kwenye moyo wake, na ndio maana aliambiwa chinja sadaka ya amani. Kumbuka hata Kristo alituletea amani. Ukisoma kwenye Galatians au Kolosai inasema kwamba alitufanyia amani kwa damu yake. Napenda sana kuomba kutumia hivyo. Alitufanyia amani kwa damu yake. So pia ilikuwa kwa ajili ya kuleta mahusiano mazuri na Mungu. Why sadaka mbili tofauti? Anafundishwa kumtegemea Mungu tangu mwanzo na si msukumo wa watu. Alafu akaambiwa asubiri siku 7. Anasema utasubiri siku 7, utangoja hata nitakapokujia. Siku 7 ni nini? Test of patience, utii. Kumbuka Sauli he was a restless soul. Mungu atusaidie. He was being taught patience, utii, uvumilivu. Na pia tunaona badiliko la moyo. Kama mmenote, Bible inasema Mungu akambadilisha moyo. Kumbuka Mungu anabadilisha moyo na roho. Ilibidi mpaka niandikie devotion kitu baada ya kwa tumesoma. Badiliko la moyo. God gives soul capacity, not maturity. Kumbuka Mungu amebadilisha moyo na si roho. So where potential is deposited, usually growth is required. Uwezo bila nidhamu ni sawa na kushindwa. Wote waliochaguliwa na Mungu lazima wanahitajika wakue kiroho. Moyo unapokuwa
na roho pia inatakiwa ikue, na kiroho ukiwa unapata nidhamu. Nasema hivi kwa sababu kuna Ezekiel 36:26-27 inasema, nami nitawapa ninyi mioyo mipya, nani nitawapa moyo wa nyama. Alafu ukiendelea kusema, anasema nitatia maneno yangu ndani ya roho yenu. Unaona Kwa hiyo Mungu anatoa moyo mpya, alafu katika roho yako ana deposit his word. Anasema nitatia my Torah in your spirit ili uweze kuniabudu. But this person only got one option, ambao ni moyo tu wa kwake. Pia huo moyo ambao tunananili, Mithali 4:23 inasema, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo, maana huko ndipo inakotokea chemchemi ya uzima. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika hili somo tunapokwenda kusoma na kumalizia. Mungu atusaidie kubadilisha mioyo, lakini pia na roho zetu pia. Bwana asifiwe sana. Nina vitu vingi. Tunaenda sehemu ya pili, 10:16. Naomba nimkaribishe Sister Victoria anisomee. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Mstari wa 10 anasema, basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha Roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Ikawa wote waliomjua zamani walipoliona jambo hilo, kwamba tazama, huyo anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakasemezana, ni nini hilo lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Mstari wa 12 anasema, naye akajibu mtu mmoja wa mahali hapo akasema, na baba yao ni nani? Kwa hiyo ikawa mithali, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Mstari wa 13 anasema, naye alipokwisha kutabiri, alipafikiria mahali pale pa juu. Basi babaye mdogo akamuuliza Sauli na mtumishi wake, je, mlikwenda wapi? Naye akajibu, tulikwenda ili kuwatafuta hao punda, na tulipoona ya kwamba hawakuonekana, tulimwendea Samweli. Mstari wa 15 anasema, babaye mdogo Sauli akasema, tafadhali uniambie, huyo Samweli aliwaambiaje? Mstari wa 16 anasema, lakini Sauli akamjibu babaye mdogo, alituambia waziwazi ya kuwa hao punda wamekwisha onekana, lakini habari ya ufalme ambayo Samweli alimwambia hakuitaja habari hiyo. Amen. Haleluya. Karibu mtumishi moderator. Amen. Karibuni tuchangie sehemu ya pili. Mwenye point, karibu tuchangie. Karibu Sister Victoria. Kimoja hapo kuanzia mstari wa 14, hao wamekwenda wamerudi, hapo babake mdogo alivyokuwa akimuuliza kwamba mlienda wapi na jinsi alivyojibu. Nimejaribu kutafakari na kujiuliza kwa nini alisema half of the information, hakusema kilichobaki. Pamoja na kwamba inaonekana kwamba aliongopa, lakini on the other hand nafikiria, yani jinsi Sister Ima alivyotufundisha wakati tunaangalia katika chapter ya 9, ukiangalia chapter ya 9 mstari wa 27, anasema Samueli alikuwa amemtia Sauli mafuta in a secret place. Kwa hiyo si watu wote walijua hiki kitu. Sasa on the other hand hapa wakati anaulizwa, nafikiria yeye aliheshimu, Sauli alijaribu kuheshimu what was done by Samuel in secret, ili remain secret mpaka ambapo Mungu atakuja kumtoa hadharani kwamba hicho kitu alichofanyiwa. Hakutaka kusema yote mpaka Mungu athibitishe. Ndio mawazo yangu. Amen. 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 Karibu Sister Ayua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoona Amen. nani huyo Sauli anatabiri pamoja na manabii, inatufundisha kwamba hasa katika hiki kipindi ambacho unabii umeonekana kama vile ni ofisi ambayo ni kuu au ni ya kipekee sana kuliko ofisi zote, kwa kutenezekana hata wengine labda Mungu amewapa tu neema kutabiri mara moja, wanajikuta na wao kwamba wanajiona na wao kumbe wanajiona kwamba wao ni manabii, kumbe si manabii. Kwa Mungu atusaidie sana. Tunaweza tukawa tumepewa neema tu labda kutabiri mara moja tu kama ishara kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu hapo walivyokuwa wanatabiri
watu walianza ina maana kwamba huyu mtu labda naye ni mtu wa Mungu, kwa sababu hapo kipindi hicho alichokuwa anaongoza Samueli alikuwa anaonekana ni nabii. Kwa hiyo pia iliweza kuwasaidia kwamba wale watu ambao walikuwa wanamzunguka waweze kuamini kwamba atakapokuja kuwa mfalme waweze kuamini kwamba ni Mungu pia amemchagua yeye kuwa mfalme, ili waweze hata kushirikiana pamoja naye. Kwa hiyo Mungu atusaidie, sio kwamba tunapotabiri mara moja tuweze kujiona kwamba na sisi ni manabii. Hapana, utabiri unaweza kutabiri kwa sababu tu Mungu kuna jambo anataka kuliwakilisha kwa watu. Mungu atusaidie, naomba niishie hapo. Amen. Amen. Bwana Yesu Karibu, asifiwe. karibu. Nani anaongea tena? Karibu Sister Razia. Amen. Okay, mimi kingine ninachokiona ni kwamba yani neno la Mungu linavyodhibitika katika maisha yetu inajenga imani yetu na tuna build yani inajenga credibility ya Mungu katika jinsi the way tunavyomwamini Mungu. Kwa hivyo tunaona kama mambo yote ya zile signs zote ambazo Samueli alimpa Sauli na alikutana nazo, tunaona kwamba kutokana na hicho kitu ambacho kimefanyika, yani inajenga imani ya nani ya Sauli kwamba kweli ndio Mungu kamuita, na kwamba inamtia pia nguvu. Na hata sisi pia unapomuomba Mungu ama Mungu anakuahidi kitu alafu anakuambia, anakudhibitishia, yani inajenga imani yako na unajua kwamba huku ninakoenda ndio kwenyewe. Alafu kingine pia tunaona kwamba Mungu anapokubadilisha lazima uone lazima mabadiliko lazima yawepo, sababu unaona kama jinsi ambavyo alivyobadilishwa akajazwa na Roho, yani hapo kwa ule mstari wanaposema kwamba wanapouliza kwamba huyu sio mwana wa Kishi, na anauliza je, huyu Sauli sio, kwani je Sauli also, yani yuko katika hao maprofeti. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anapotubadilisha, yani katika anapotuokoa, yani uokovu ni transformation, na hiyo transformation lazima ionekane, sababu anasema atatubadilisha tutafanana naye na lazima tuzae matunda na matunda yanayodumu. Kwa hivyo pia tunaona kwamba huyu kapewa moyo mpya. Kwa hivyo huo moyo mpya na hizo tabia kwa hivyo na tabia na character lazima ibadilike ili kuonesha kweli Mungu ametubadilisha. Kingine ninachokiona ni kwamba siku zote kazi ya Mungu na mabadiliko katika maisha yetu, lazima watu watashindwa kutuelewa, watu watasema mambo mengine ambayo sio, kwamba kuna watu ambao wanapokea positively na wengine wanapokea vizuri na kuamini, lakini kuna wengine hawaamini, kama vile ambavyo walivyosema kwa Yesu pia walisema, je, kuna kitu kizuri kweli kinaweza katoka Bethlehem? Ndio maana unaona kwamba hapo wanauliza kwamba huyu baba yake ni nani? Kwa hivyo siku zote kile kitu ambacho Mungu anachofanya katika maisha yetu, sio kila mtu atakachokipokea positively. Kuna wengine wata question, kuna wengine watatusani, lakini kikubwa zaidi ni kujua kwamba Mungu anapotuokoa na anapotuokoa anabadilisha maisha yetu, na anapotupa mission na transform. Kwa hivyo tunapokutana na watu ambao hawatuelewi, tusivunjike moyo. As long as Mungu amekuita, amekudhibitishia, hicho kinakutosha. Wewe usiangalie, usijali hao watu wengine wanawaza kitu gani. Alafu kingine pia namshukuru Mungu kwamba Bishop hapa ameongelea kuhusu hiyo discretion, kwamba Roho Mtakatifu, tujifunze pia kumsikiza Roho Mtakatifu, kwa sababu tunaweza tukaona kuna different variations za kwa nini Sauli hakusema, lakini kuna sometimes Mungu mwenyewe for his own reasons anatuambiaga kwamba tusiweze kusema, kwa sababu mwenyewe anajua kwamba ana sababu gani. Kwa sababu kuna vitu vingine unaweza ukakisema kikawa ni premature, ama ujui unayemwambia atakichukulia vipi. Kwa hivyo najifunza kwamba katika ulimwengu wa kiroho na katika kumtumikia Mungu, timing is very important siku zote. Usimtangulie Mungu, usimuwahi Mungu, na usichelewe, kama Sisana pia alivyosema kwamba kumtumikia Mungu na kumsikiliza Mungu ni process. Kwa hivyo lazima tuwe na hicho kitu. Alafu kingine pia humility, namuona Sauli kwamba ana element ya humility, kwa sababu hata hapo nyuma tunavyoona kwamba bado ndio amekuwa anointed, anakuwa king, lakini bado anawaza kwamba mimi mdogo, kabila langu dogo na huko nilikotoka,
Kwa hivyo pia hata sisi pia tunapaswa kuwa humble, kwa sababu hapa angeweza kujiboss, bwana unaniona mimi mwenzio hapa nimetoka kama watu walivyo, mimi hapa mwenzio nimetoka kuwa anointed, hapa you are looking at the next king of Israel. Kwa hivyo tujifunze kwamba Mungu ndiye anayetupa mamlaka, Mungu ndiye anayetupa kila kitu. Kwa hivyo Amen. tuwe very humble katika maisha yetu, katika whatever God anatupatia na katika every situation tunapoendelea Amen. kumtegemea Mungu. Na pia kuna kitu kingine hapo pia naona kuna swala zima la discernment, kwamba hiyo ni muhimu kweli, kuwa na roho ya utambuzi, kuweza kuangalia na kuweza kuguard vile vitu ambavyo Mungu ameviweka tunavyoviatamia kabla havija as we go in the process. Alafu Amen. kingine ninachokiona ni kwamba tujifunze kwamba katika yani hapa alijazwa na Roho Mtakatifu na alikuwa ana prophesy. Tukumbuke kwamba tunajazwa na Roho Mtakatifu kama ni seal na nguvu, lakini tusiishie hapo hapo kwamba ndio umejazwa, umekuwa anointed, you've been called, lakini hiyo mountain experience inatusaidia pia kutupa nguvu, kwamba hata wakati mwingine tutakapokutana na changamoto tukumbuke kwamba Mungu ametuita na ametuanoint, kwa sababu kuna those dry areas in our lives. Saa zingine uta question, kweli nimeitwa mimi? Lakini tukumbuke kwamba hiyo seal ambayo Mungu anayoweka ni ya kutusaidia, kwamba hata wakati mwingine tunapoona mambo hivyo yalivyo, tukumbuke kwamba anointing ya Mungu katika maisha yetu ipo kutusaidia, na Mungu siku zote anapotuita anatuequip. Na pia tusilewe, kwa sababu sometimes unapotoa mission unalewa, umepewa kama umekuwa king, kama Sitana alivyosema, hiyo ni process, amepewa na anointing, but yet to build his character lazima tukae ndani ya Mungu, tujifunze, to learn, to unlearn, ili tuweze ku build character, humility, ili tuweze kuwa kwenda according to the will of God. Amen. Ukiangalia kwamba anointing ndio umepatiwa, ndio hapo unakaa na anointing. You need to seek more anointing, more grace ya kuweza kukusaidia kwa ajili ya safari na kazi ambayo Mungu amekupatia. Amen. Okay. Naona Moderator, niko cognizant Mm? of time, zimebaki dakika 5. Sasa sijui unatuendesha, Okay. unataka tufanyeje? Zimebaki Yeah. 5 minutes. Sasa Ende- sijajua tunafanyeje. Yes. Endelea, Ni? nafikiri at least if you get another 15 minutes will be okay. Yes, I should be okay. Yes. Okay. Niweze Karibu. kuendelea? Yes. Okay, sawa. Basi asanteni sana Sister Victoria, Sister Ayua, Sister Razia, na mimi nitasema kile ambacho nimejifunza kwa haraka kidogo. Mstari wa 10 mpaka 13 tunaona kwamba wamefika Gibea, na tazama kama ambavyo aliambiwa, akakutana na manabii, kisha Roho wa Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao, na nimebold pale, wote waliomjua zamani walipoona jambo hilo, tazama huyu anatabiri pamoja na manabii. Kwa hiyo wakawa wanashangaa. Nikasema kwamba nilichojifunza ni kwamba the change in Saul was evident to all who knew him, na huwa inatokea sana mara nyingi tukiwa hata sisi tukimpokea Yesu, mara nyingi kwa watu huanza kuona mabadiliko, na kuna watu ambao wanakuaga hawaamini kwamba huyu ndio ana yule ndio fulani yule alikuwa hivi na hivi na hivi, lakini ndivyo inavyotokea kwamba unapompokea Kristo alafu unapewa Roho wake Mtakatifu, mara nyingi mabadiliko huanza kuonekana. Roho wa Bwana ndani ya mtu ni kama nuru iwakayo, na ni vigumu kutokuiona, kwa sababu anasema giza halichangamani na nuru, na mara nyingi wanasema kwamba sio mara nyingi, giza haliwezi kuishinda nuru, and this is what you are seeing, kwamba nuru tayari ilikuwa iko juu yake. Tofauti yetu na Sauli ni kuwa Roho wa Bwana akiingia ndani yetu sisi sasa hivi ni kwa milele, lakini wakati wa Old Testament it was temporary and it was for a specific use. Ndivyo tulikuwa tunaona, lakini tofauti, unlike David David alikuwa na kibali cha Bwana. Ukisoma inasema kwamba na tangu siku ile ya kwanza Roho wa Bwana akakaa pamoja naye, na ndio maana aliweza kufanya vitu vingi. Aliweza kuua dubu, aliweza simba, alimweza Goliath, you never. Lakini mara nyingi katika Old Testament alikuwa anaingia just for specific purpose. Na unaona waliomjua zamani walishangazwa na mabadiliko. Moments with God do not replace a walk with God. Let us not forget that. Mungu atusaidie. Na pia nilichojifunza, tusiwe wepesi kuhukumu mtu kwa sababu ya past yake, mfano kama Rahabu, Daudi, Musa. Mungu anamtumia. Nimeandika God uses whom he wishes to choose. Hauwezi ukampangia Mungu
Mungu huwa anamtumia anayetaka. Ukiangalia Rahabu aliitwa kahaba, Daudi alikuwa muuaji, alikuwa muuaji, alitembea na mke wa mtu akaua pia, akaenda akazaa naye. Moses pia aliua kabla Mungu hajamtumia. Kwa hiyo tusiwe wepesi sana wa kuhukumu na kushangaa kwamba yani wale, Biblia inasema wote waliomjua zamani walipoona jambo hilo, there was a reason. Sitasoma zile scriptures, you can refer back kwenye YouTube. Mstari wa 14 mpaka 16 unasema baba yake mdogo alimuuliza mtumishi wake, je, mlikwenda wapi? Na akajibu, hakusema ukweli. Now there are different school of thoughts. Unaona, tunamwona Sauli anaongelea punda na si ufalme wake. Mimi kwangu nilisema hofu, kutokujiamini, kwa sababu kusudi la Mungu lilikuwa juu yake, hakuhitaji kusema uongo, unless kama Holy Spirit alimguide. Tutajua tukifika mbinguni. Mimi I doubted that. Mimi kwangu nilisema kwamba it was insecurity and it was not wisdom. So he was about to become a king and yet he hid the truth kwa mjomba wake. Mimi sikuelewa kwa nini. Nikasema perhaps maybe fear of family politics. Kuna wengine waliona kwamba ilikuwa lazima atunze ile siri mpaka wakati ukifika. Pia inawezekana. I saw it from a different angle. Nikasema hofu ya watu, walikuwa na hofu ya watu badala ya Mungu. Sauli alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na hofu ya watu. Hata ukisoma huko mbele tutaona kutamani kuwaridhisha watu badala ya Mungu, na pia umuhimu wa kujua wakati wa kusema na wa kunyamaza kama walivyosema waliotangulia. And perhaps because Samuel had not announced him yet, nimeweka na question mark. Kwa hiyo kuna wakati wa kuongea, kuna wakati wa kunyamaza, lakini inategemea. Basi mimi ni hayo tu kwa siku hii ya leo. Basi naomba nirudishe kwa moderator, na washukuru sana kwa wakati wenu. Amen. Asante Ubarikiwe sana. sana. Amina. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.